kwenye jamii. Karibuni sana. Sasa Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Shentente na ni mkurugenzi wa Hermes Sebene. Tunao furaha kubwa sana kuandalia kitu kizuri katika mkoa wetu wa Morogoro. Sisi kama Hermes Sebene tumeshirikiana na marafiki zetu kutoka Dar es Salaam, The Healing Missionaries. Hawa ni marafiki zetu sana. Lakini moja ya kitu ambacho tumefurahishwa nacho sana ni tukio la tarehe 7 mwezi wa 7 ambayo tumeona tulifanya kwa pamoja na kushirikiana kwa pamoja. Ni mkutano wa Injili ambao umeambatana na maombi, kuombea masuala ya uchaguzi, lakini pia kuombea amani ya nchi yetu. Hii ni kitu cha kipekee sana ambapo tumeona tushirikiane nao kwa sababu sisi ni wenyeji hapa. Na maandalizi mengi tumekuwa tukiyafanya pamoja na wao, lakini leo hii tumeona tukutane na waandishi wa habari ili hichi kitu kijulikane kwamba tarehe 7 mwezi wa 7 kitu gani kitatokea katika mkoa wa Morogoro. Nafikiri Pastor Mulunda anaweza kuzungumza vizuri pia zaidi ili kwamba wengi muweze kuelewa nini kinaendelea. Tunaona kwenye Ufunuo hiyo namba 7. Namba 7 tunaona kwenye Ufunuo imetumika zaidi ya mara 50 kwenye kitabu cha Ufunuo. Katika muktadha wake naweza nikasema kwenye hiyo namba 7 kwenye kitabu cha Ufunuo tunaona barua 7 kwa ajili ya makanisa 7 huko Asia na roho 7 katika kiti chake cha enzi. Hapo tunaona pia hiyo 7 imetumika kama malaika 7 wakiwa na tarumbeta 7. Kwa hiyo ukisoma vizuri kwenye kitabu cha Ufunuo, hiyo 7 imetumika sana. Kwa hiyo 7 maana yake ni ukamilisho, ni namba ambayo inaleta kibali, ni namba ambayo inakamilisha kila ambacho ulichokuwa unafanya. Na ndio maana The Healing Missionaries pamoja na Hermes Sebene tukaona tutumie hiyo siku ya 7. The Healing Missionaries ni timu ambayo Mungu ametupa neema ya kukutanisha watu tofauti. Lakini kilichotukutanisha hapa ni kumsifu Mungu, kumtukuza Mungu na kueneza injili sehemu mbalimbali. Lakini mbali na hapo, kwenye Healing Missionaries kila mmoja ana nafasi yake na kila mmoja na namna ambavyo anatumika. So kwenye Healing Missionaries Mungu ametupa neema, tuna madaktari. Kwenye Healing Missionaries kuna wafanyabiashara. Kwenye Healing Missionaries kuna washonaji. Yaani kuna department tofauti. Kwa hivyo tunapokutana hapa ni kwa ajili ya kumsifu Mungu na kumwabudu Mungu, sio kwa sababu hatuna vitu vya kufanya, hapana. Ila baada ya kazi sasa tunakuja shukrani zetu tunazileta huku kumsifu Mungu na kumwabudu Mungu. The Healing Missionaries na Hermes Sebene ni watu ambao tunafanya kazi ya Mungu kwenye mazingira tofauti. Mazingira yote tunaingia kuhubiri injili. Agizo letu sisi ni moja tu. Tumeokoka sisi na sisi tuseme neno la Mungu na wengine waokoke. Yes. Kwa mazingira yote yale ambayo tunanini. Ndio maana tumefanya safari hii Morogoro stendi ya zamani. Pale kuna movement nyingi. Yaani pale kuna watu kama katibu usema unafanya biashara stendi watu wanaingia na kutoka. Kwa hiyo sisi tunahubiri kwenye mazingira hayo. Kuna watu wengine hawafiki makanisani, yani hawajasikia habari za Mungu kabisa. Tumeamua kuwafuata huko walipo. Na sio hapo tutaenda kwingine kote, mazingira yote magumu yote sisi tutawafuata watu. Sababu ni ngumu watu kuja kwenye maeneo ya mikutano, wengine wanakuwa magumu wako kwenye biashara zao. Sasa sisi tunakufuata ulipo kwenye biashara yako, tunakuhubiri injili hapo. Ndio kusudi letu na dhumuni letu la sisi The Healing Missionary na sisi Hermes Sebene. Siku hiyo tarehe 7 tukutane hapo.